Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema kwamba Kremlin ipo tayari kufikia makubaliano na Marekani kuhusu Ukraine, ingawa pia alisema baadhi ya vipengele vinahitaji kupangwa vizuri. Rais wa Marekani anaamini, nadhani ni sawa kwamba tunaelekea katika mwelekeo sahihi, Lavrov alisema katika mahojiano siku ya Alhamisi. Maoni hayo yanakuja baada ya Urusi kuishambulia Kiev usiku wa kuamkia Alhamisi na kuwa takribani watu 8 na kujeruhi zaidi ya 70 katika shambulio baya zaidi katika mji mkuu wa Ukraine katika kipindi cha miezi kadhaa, na kushambulia katika maeneo mbalimbali ndani ya Ukraine, huku Rais Trump akisisitiza pendekezo la kumalizika kwa vita. Alipoulizwa ni nini kilifanya kuwa na thamani ya kuwa raia baada ya Ukraine kusema mwezi Machi kwamba iko tayari kusitisha mapigano, Lavrov alisema tunalenga tu malengo ya kijeshi au maeneo raia yanayotumiwa na jeshi, na kuongeza kuwa Rais Putin alielezea hili kwa mara nyingi na hii sio tofauti wakati huu. Lavrov alipendekeza kuwa shambulio hilo lilikuwa la kukusudia, akisema kwamba ikiwa hii ilikuwa shabaha inayotumiwa na jeshi la Ukraine, basi waziri wa ulinzi na makamanda katika uwanja huo wana haki ya kuwashambulia. Hata hivyo, alisema kwamba changamoto ambayo inatokea wakati huu ni juu ya Ukraine kutumia wanajeshi wake kukaa katika maeneo ya raia, na hii ndio changamoto ambayo imetokea katika siku ya Alhamisi baada ya shambulizi kubwa lililofanywa na Urusi ambalo lilikuja kusababisha vifo vya watu 8. Bado kwenye mazungumzo na Ukraine kuna ishara kadhaa kwamba tunaelekea katika mwelekeo sahihi, Lavrov alisema. Miongoni mwao alimtaja Bwana Trump kuwa huenda ndio kiongozi pekee duniani aliyetambua haja ya kushughulikia sababu kuu za mzozo huu. Wakati huo huo, Trump alitoa karipio la nadra kwa rais wa Urusi katika chapisho kwenye ukurasa wake wa Truth Social siku ya Alhamisi, akisema hajafurahishwa na kombora huko Kiev, huku akibainisha kuwa ilifanyika alipokuwa akijadili kufikia makubaliano ya amani. Ilikuwa wakati mbaya sana, alisema, na kuhutubia kwamba Putin stop, kwa maana achana na habari hizo, acha kuishambulia Ukraine. Urusi ilianzisha operesheni kamili ya kijeshi huko Ukraine mwaka 2022 baada ya kutuma wanajeshi wake mashariki mwa Ukraine kwa mara ya kwanza mwaka 2014. Urusi imedai uvamizi wake wa kikatili ulichochewa na Ukraine na Magharibi, madai ambayo yamekataliwa na Marekani na Ulaya. Trump amekuwa akisema mara kwa mara anaamini Urusi inataka amani na inaendelea kumkosoa hadharani kiongozi aliyechaguliwa kidemokrasia wa Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky, licha ya Ukraine kukubali pendekezo lake la kusitisha mapigano kwa siku 30, na wakati wa kampeni aliahidi kufanya mazungumzo ya kumaliza vita kwa siku moja, lakini karibu siku 100 ndani ya utawala wake bado hakuna makubaliano yaliyofikiwa hadi wakati huu. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo walimueleza Bwana Donald Trump kwamba moja kati ya mambo ambayo sio ya kukurupuka ni juu ya kumaliza vita kama anavyotaka kuvimaliza ndani ya siku moja, na hata yeye mwenyewe wakati huu anakiri kwamba hakuna changamoto kubwa ambayo anaipitia kama vita nchini Ukraine, huku akisema kwamba moja kati ya changamoto na mzigo mkubwa aliokuwa nao ni katika kumaliza vita hivi baina ya Warusi na wa Ukraine. Siku ya Jumatano, makamu wa rais JD Vance alionya kwamba Urusi na Ukraine lazima zifikie makubaliano ya amani kama wajumbe kutoka UK, Ufaransa, Marekani, Ukraine na Ujerumani walipokutana London. Vance alisema ikulu ya White House imetoa pendekezo la wazi kabisa kwa Warusi na wa Ukraine, na ni wakati wao wa kusema ndio au kwa Marekani kuondoka kwenye mchakato huu. Vance alisema dirisha la diplomasia lilikuwa likifungwa na Marekani inatazama kusitishwa kwa mizozo ya kijeshi zaidi ama kidogo katika misingi iliyopo. Taasisi ya utafiti ya vita inakadiria kuwa Urusi inashikilia takribani 20% ya eneo la Ukraine. Wakati huo huo, mjumbe wa Marekani Keith Kellogg alikutana mjini London na washirika wa Ulaya na Ukraine siku ya Jumatano, ambapo washirika hao wana wasiwasi kwamba msimamo wa Marekani unalenga kuishinikiza Ukraine, ambayo ni mhasiriwa wa uvamizi wa Urusi, na kutokuchukua makubaliano yoyote hadi sasa kutokana na uvamizi huo. Baadaye Jumatano, Trump alimshutumu Zelensky kwa kuendeleza mzozo huo kwa kusema hatakubali udhibiti wa Urusi katika eneo la Crimea kama sehemu ya kusitisha mapigano.
Crimea iliyoko katika peninsula ya kusini mwa Ukraine ilichukuliwa na Urusi tangu mwaka 2014. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.